Yaani wewe ulivyokuwa mpumbavu jielewe. Uko bizi hapo una chati. Huku ndani hakujafanyika usafi. Uwanja wote huu mchafu. Wewe uko bizi una chati. Unajua ni mfanyakazi humu ndani? Au ulijua hilo? Shika huo ufagio na ufanye usafi nyumba nzima. Tena leo hadi kitanda changu utatandika wewe. Na chooni kwangu utasafisha. Naona unakula ugali wa bure tu, hamna kazi yote unaofanya. Umemaliza kujilimbwasa? Hivi naye ni mfanyakazi wako mundani? Alafu siku zote hizo nafanyaga usafi. Ushawahi kunishurutisha? Ushawahi kunishurutisha na kuuliza eti unakaa unachezea simu unachati? Wewe na kuhusu ni wasi ni mwanamke wewe. Fanya usafi nyumbani kwako, si unajiita mama mjengo. Mvamizi mkubwa. Yaani usafi tu mwanamke unakushinda. Eti shika fanyia ukita. Una wazimu wewe. Umevurugwa eh? Wewe nisikilize mbwa mchafu wewe. Nishakwambia nahitaji nyumba yangu iwe safi. Mimi ndo mama mjengo nishaongea sasa. Nachohitaji nyumba yangu iwe safi. Tena nakupa dakika 5 tu. Wewe ushamaliza usafi. Sina mzaa na wewe wala sina mjadala na wewe. Shoga. Unaota. Yaani hapa utaula wachui mama. Nakaa hapa na kama kuingia live nitaingia. Kama kuchati nitaendelea kuchati. Sigusi chochote. Umeona hii mifagio hii? Mama, vitu vyako hivyo. Wewe si ndo mama mjengo unajiita wewe. Nyumba yote ya kufanya usafi nyumbani kwako. Fanya usafi. Wewe kila kitu kinakushinda, si ndio? Yaani wewe kupika huwezi, kufagia huwezi, hata kufanya usafi yani chumbani kwako unashindwa. Eti fagia wewe. Alafu mimi siwezi kuwekeana zamu na wewe. Au nishurutishe kufanya usafi. Nikipenda nitafanya, nisipopenda kama hivi na relax. Hivi hiyo jeuri unaitoa wapi? Yaani mimi nakulisha humu ndani, bado unaniletea jeuri, si ndio? Kwa sababu ya huyu mwanaume ndo anakupa jeuri. Sina kuuliza wewe. Huyu mwanaume ndo anakupa jeuri. Sasa nakwambia usafi utafanya na kupika utapika. Shenzi mkubwa wewe. Na nisikilize. Naongea na wewe mpumbavu mwenzako huyo. Mimi ndo mama mjengo humu ndani. Hivi unaanzia wapi? Hiyo jeuri unaitoa wapi? Na ninakupa dakika 5 tu. Hii nyumba yote iwe safi. Au wema wangu mimi ndo unaniponza eh? Mimi kumkubalia mume wangu awaache muendelee kukaa humu ndani. Leo mimi unaniona mjinga, si ndio? Hapo ulipo msichana una makazi. Afu bado mimi ambaye nimekustiri humu ndani unaniletea jeuri kweli? Mama Amanda humu ndani utatoka. Naona unaanza kunipanda kichwani sasa eh? Kumbe unijui vizuri. Na nitaongea na wewe mshenzi mwenzio anayekupa jeuri. Humu ndani utatoka mshenzi mkubwa wewe. Shenzi. Kwenda bwana wewe. Hapo wenyewe mtu hujawahi kutoka wewe kwenda kuzunguka kutafuta chakula ukaleta ndani eti na walisha unatulisha. Peleka mbele huko. Sasa mama kaa hapo hapo. Kama unategemea wageni watakuta nyumba yako chafu. Ayubu kipipa we. Yana changamoto. Msitusome kwa muonekano. Nisikilize. Yaani kama 31 tu mimi nitafanya mapelekeche siku 2-3 na kurudishia. Mimi nina ugeni ndugu yangu. Hapa Apeche ya Lolo. Na ugeni wenyewe sasa walawama. Wakwe ndugu yangu wakwe. Wakwe kula dagaa iwezekane kaka wananongwa. Kwa nataka kidogo njijitumue. Sijui miguvu kweni tena. Wakiondoka sema mwanetu kapata mume. Sifa za kijinga. Lakini muhimu hizo. Ukienda kijijini kwao umechinjiwa kuku. So wamekuja wamekula dagaa wewe kijijini kwao. Si kisamvu ndugu yangu. Hebu ngoja wewe tisha hiyo 31 tisha kwanza. Najua ni shahidi mengi. Numia hata misipendi. Kukuna unalalama. Nafsi inanyonya. Ni sawa si. Lemi ndugu yangu. Vipi? Mbona umepauka hivi kaka? Ona Lemi umechoka. Lemi kweli? Haya, nini kimekusibu kaka na mbona unachechemea? Huu mji Lemi unanitia mashaka mwendo wako na umepotea hapa siku 2-3 sijakuona mimi mtaani hapa. Alafu unarudi unachechemea. Lemi, unachotaka kuniambia tafadhali.
Ninachokihisi tafadhali kisiwe chenyewe. Unahisi kitu gani labda hapa? Binadamu hawana huruma ndugu yangu, na rangi yenyewe nyeupe hii na anawauni hao mabaharia. Na mwendo huo. Upo salama lakini? Cha kushukuru Mungu mimi niko salama. Lakini sio salama sana kivile, kwa sababu nilikotoka nimekutana na mazito mno. Ndo hadi unachechemea kaka? Ndo hadi unachechemea kaka? Yaani hayo mazito na kuchechemea na uhusiana au imekuwaje kaka? Ndio nisikilize kwanza hadi nitenje. Sawa. Kaka, na changamoto kubwa sana. Na hii changamoto mtokea baada ya mimi kuamua kumrudia mke wangu wa mwanzo. Yaani wezi amini hapa mwili wote unaniuma. Yaani nimepigwa hatari. Na ndio maana hata mwendo wangu kutembea umebadilika. Yaani mimi naomba tu Mungu wao ameishia kukupiga kwa kweli. Unamaanisha nini? Nisikilize Lem. Kama umenusulika kwenye mambo mengine, mimi nachoshukuru ndio hiko. Kama umenusulika kwa kuchechemea yako, kiwe kipigo tu cha kawaida. Wasio wakawa wamekubaka Lem. Lemi, usije ukawa umebakwa wewe. Lemi, kila siku nakwambia mimi na kusisitiza jambo moja Lemi. Mwanamke ukimwacha mwezi mmoja, wiki mbili tu au wiki, wanawake wa sasa hivi, ukimwacha wiki tu kashapata mwenza. Wewe unapataje ujasiri Lemi wa kutoka umekaa na mwanamke miezi mitatu umemwacha huko alafu uende kukaa kwake Lemi? Wewe unadhani hiyo kodi alikuwa analipa nani? Lakini si mwanamke wangu. Hata kama mwanamke wako umuhudumii. Yeye kule anatakiwa ale, avae. Wewe umemkuta tayari yuko kwenye nyumba, anavaa, anakula. Lemi, wewe unajua alikuwa anajilisha mwenyewe? Ukibakwa utaenda kumshtaki nani? Unajua kuna makosa mengine yanakuwa watu wanaonewa. Yaani wewe nimekukuta kwenye mwanamke na mhudumia, nimekubaka, kesi umemlawiti. Sio nini? Yaani Lemi, kuwa makini ndugu yangu. Mtu achana na hayo kwanza basi. Nisikize kwa makini. Kitu ambacho kimeleta hapa kwako, nahitaji msaada wako ndugu yangu. Kwa sababu nimefeli, akili yangu haiko sawa kabisa mpaka hapo unaponiona. Wewe kwangu mimi unataka msaada gani? Msaada ambao nahitaji unisaidie ndugu yangu ni sema kuishi hizi siku 2-3. Mazingira yangu yamekuwa ni magumu sana. Kwa hiyo kama ukiweza kunisaidia ndani ya hizi siku 2, nitakuwa nishapata simu ya kwenda tayari. Kwa hiyo ningeomba unisaidie kwa hili ndugu yangu. Lemi, kwa kibali cha urafiki wetu mimi na wewe, japokuwa una mambo ya kipuuzi kidogo ambao mimi siyapendi, lakini wewe ni rafiki yangu ninayekupenda sana. Ningeweza kukusaidia. Lakini nina sababu 2 za kuto kukusaidia. Sababu 2 za msingi. Sababu ya kwanza ya kiusalama. Lemi, wewe kwa sasa hivi kwa mwendo wako ulitakiwa uende polisi ukachukue PF3. Umepata kesi inaitwa shambulio la mwili. Uchukue PF3, upelekwe hospitali, ukapigwe x-ray. Labda katika kupigwa kongosho zimepasuka, bandama imeharibika. Sasa ndugu yangu, uoni kwa kukaa kwangu alafu ukinifia? Haya ndio umekaa, kumbe mapafu tayari yameshakuwa yamewekwa crack, ufa. Ndani ya siku 2 umekufa ghafla. Mimi nitasema nini kwa serikali? Na jambo la pili ndugu yangu Lemi, mimi nyumbani na ugeni. Wako wamekuja kunitembelea. Hivi kweli wakwe wangu wako pale nikushike mkono mwanaume mwenzangu unachechemea hivi? Fezea hiyo. Hiyo fezea kwa kweli. Lakini pili pia, utalala wapi? Hicho ndo kinachonichanganya mimi. Utalala wapi? Sasa Lemi, mimi msaada kwa kweli nashindwa kukusaidia kwa mambo hayo mawili makuu na mazito. Hapana, kwa kweli. Nikutoa hofu kuhusu mimi. Miili yangu iko sawa, ni changamoto tu kidogo ambayo imenikuta hapa. Lakini nikichukua panado nikimeza nitakuwa sawa. Na kuhusu wakwe, mbona sio shida sana kwangu hilo. Hata chini nitalala tu ndugu yangu. Naomba unisaidie sana Alinjenje. Hilo bwana haliwezekani. Mimi labda ushauri wangu wa mwisho ambao naweza kukushauri, urudi tu kwa Teddy.
Unajua uzuri wa Teddy, ana matatizo, ana vimbwanga, lakini yule akupigi, anafanya vitu vyenu ndani siri, anakugeuza wewe kama mlinzi wake. Kwa sababu mimi ninachoona yule labda anaogopa kulala usiku peke yake, ndio maana yuko na wewe. Kwa bora urudi pale ujishikize siku 2-3. Kipindi tunafanya mipango ya wewe unakwenda wapi. Rudi tu kwa Teddy ndugu yangu. Mimi huo ndio ushauri wangu wa mwisho. Namchukia Teddy, simpendi kweli kwa manyanyaso, lakini nilichogundua yule bora kuliko huko ulipoenda kuchezea mikofi huko. Huko hapa fai. Kwa mimi ndugu yangu nachokiona, urudi tu kwa Teddy. Sawa. Hujaukwa kweli huko wewe? Hujaukwa? Mimi niko salama bana. Kwa kipigo na kifua wapi na wapi? Sasa ndugu yangu, mimi ninakusaidia hii. Kanunue hizo Panado, meza na coffee. Cofflin. Dawa za kifua zinaitwa Cofflin. Sawa ndugu yangu. Asante sana. Tutawasiliana. Sawa kaka. Starehe tunazipenda ila mwisho wake mbaya. Wengi waliteketea kwa kuendekeza umalaya. Mambo yenyewe ndo haya sasa. Kingasti umedundwa. Acha niendelee kuomba mkopo mimi wakwe wale vizuri. Sikiza nikwambie, huwezi ukanitumia mimi kwa 15,000. Ni pesa ndogo sana. We kama huna niambie mimi niondoke zangu. Rose Mautamu. Kwani ulikuwa unataka shilingi ngapi? Ongeza 10 hapo. Unajua sasa hivi hali ngumu sana Rose. Umeanzia mbali sana, nipunguzie. Yaani wewe kwa jinsi unavyokamia, sikupunguzie hata kidogo. Yaani unataka vitu vizuri na huwezi hata kuvigaramikia. We kama huwezi mimi naondoka zangu bwana. Rose, usiondoke. Unajua mimi nakutamani sana. Basi sawa, mimi nitatoa 20,000. Haya ndo maneno sasa. Rose Mautamu. Ndo mimi hapa. Rose, mmewakoe. Basi utanicheki. Yaani unataka kuondoka kwa sababu ya ile janaume? Rose, mume wako mganga ujue. Anaweza kanifanya kitu kibaya mimi. Hamna lolote hapo. Uganga hapa Bongo. Tuendelee na mambo yetu bwana. Bye. Sawa, haina noma. Sawa. Nakupenda sana Kije. Hakika wewe ni zawadi ambayo Mwenyezi Mungu ameamua kunishusha kwenye maisha yangu. Wewe ni mwanaume unayejua majukumu ya mwanaume, na hiyo ndio sababu inafanya nikupende sana. Teddy, hapo mbona bado? Najua majukumu yangu kwa mtoto mzuri kama wewe, na nitaendelea kufanya hivyo. Ila tu uonyeshe mapenzi ya dhati na muda wote uwe tayari kwa ajili yangu. Kije, hilo kwangu mbona ni jambo jepesi sana. Ndio maana napoona simu yako nakuja kwa haraka kipenzi. Nakupenda sana Teddy. Uzuri wako unanichanganya sana. Pia najiona ni mwanaume mwenye bahati kuwa na mrembo kama wewe. Mimi ndo mwenye bahati kupata handsome boy kipara kama wewe. Na ndevu zako hizi. Mwenzio ndo napagawa. Usijali kuhusu mimi, nipo kwa ajili yako. Nafurahi sana kusikia hivyo. Basi acha mimi nikuache, naenda hapo mbele kuchukua document. Lakini baadaye usiache kuja, tutakuwa nakusubiri kipenzi. Sawa darling, nitakuja kwa ajili yako. I love you. I love you too. Sawa, yataka, sawa, utavimba baby, one day
sawa, one day itakuwa sawa, utamiliki marenji. Kabwela, usinilipe maumivu, kisa sina hela. Maisha ni hatua na zetu mimi nawe, baby unazijua. Usiniungishe chonde, tuzidishe hatua kwa manani, kesho yetu anaijua. Najua ni zaidi mengi, no mimi hata misipendi kukuna unalalama, nafsi inanyonya. Ni sawa sina chochote, sukume tuji kokote, tupite kwenye. Mbona upo hivyo? Kuna nini kimekupata? Hii sio sehemu sahihi ya kuzungumzia hili swala, mke wangu. Naomba tukongelee nyumbani tafadhali. Nyumbani? Alafu mbona upo hivyo? Umepigana au? Utamiliki marenji. Ni historia ndefu sana kipenzi, na ndio maana nimekuomba tukazungumzie nyumbani kama utojari. Mke wangu, kwa nini unanifanyia hivi? Yaani umekuwa kila siku ni mtu wa kuniumiza tu. Yaani kila siku naumia tu. Nishachoka mambo haya. Mganga, mbona unalia? Wewe acha tu. Kuna kitu hakiko sawa. Vipi, ni kuhusu Twizi au? Hapana, nina msiba. Haya, pole. Ila mimi nimerudi hapa kwa ajili ya lile jambo letu. Kusema kweli mganga, kupata taulo kwangu imekuwa ngumu sana. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kubadilishiwa sharti ama ukafanya kitu ambacho naweza nikapata taulo kwa urahisi, nilikuwa naomba unielekeze. Sawa, ila leo sipo vizuri. Unaweza kaenda ndani ya hizi siku 2-3. Kuna kitu kingine naweza nikaonyeshwa ambacho kikifanya kinaweza kumsaidia Twizi. Atakuwa sawa, usijali. Aya, sawa mganga, mimi nimekuelewa. Unaweza kuondoka. Sawa, mimi naondoka. Ila pole sana kwa msiba. Baba. Mama. Baba. Vipi? Poa. Umeshindaje? Nzuri. Labda wewe ulipotoka. Mimi pia nilipotoka kupopoa. Lakini mama, mbona unaendelea kujisumbua? Najua ulipotoka. Wewe Amanda, mbona sikuelewi siku hizi? Utanielewa tu mama. Mbona baba ametutenga? Toto nauliza, amani ya nyumbani nimeiweka kando. Mama, usijisumbue tena. Nishakwambia swala la kumtoa mama mbaya nitalifanya mimi.
Hodi. Wenyewe. Shogangu nimemkuta. Mbona mambo? Siku ukipata pesa utanitafuta. Sasa nimepata mwanaume mwenye sasampa. Maajabu. Pole sana baba, unateseka na mapenzi. Kwa shogangu atoka amehamia wapi? Wewe, maswali gani unaniuliza hapa? Ina maana hujaona kichobandiko hapa? Wewe ni mzima kweli? Au mwenzangu hauna macho? Sasa kwani ugomvi kakaangu? Mimi sinauliza tu. Kwa hiyo unanicheka? Unanicheka si ndio? Sasa endelea kucheka, ukishamaliza utaniambia. Mjinga mkubwa wewe. Jamani, kwani mimi nimeuliza kwa ubaya jamani? Unafurahisha. Kwa kweli dunia ina mambo. Pole kaka. Toka hapa. Unanifurahisha. Toka nimekwambia. Pole gani ya kinafiki hiyo? Sasa mimi nakwambia pole. Wewe. Naomba ondoke. Makasiriko tena. Nakuomba ondoke. Haya. Si wanawake wengine mko vipi yani? Pole. Umbavu. Tena nyinyi ndio wanafiki wakubwa nyinyi. Nenda kafurahi sasa. Si ndio mlikuwa mnataka haya? Nenda kafurahi. Wakubwa wangu, naomba mnisaidie kumtoa mwanamke katika nyumba yangu. Ananifanya nakosa amani na mume wangu, nakosa furaha, nakosa raha. Naomba mmtoe yeye pamoja na mtoto wake. Tena mnavomtoa akapotelee mbali pasipojulikana, asirudi tena katika familia yangu. Nahitaji kuishi kwa amani mimi na mume wangu. Ninawaomba sana wakuu wangu, nawaomba sana mnisaidie katika hili. Kweli wanaume tumeumbiwa changamoto, vichwa vyetu vinabeba mambo mazito. Maisha ni kama barua haisomi kwa inji, maana sometime unaweza kutulaumu usiwa baba. Maisha yetu si akina baba, yana changamoto. Musitusome kwa muonekano, mtajidanganya. Sometime wake zetu